Ndugu zangu, kama tunavyojua, Kristo alikuja duniani kama mwanadamu. Alizaliwa na Bikira Maria, na kwa miaka 30 alifanya nini? Aliishi kama sisi binadamu miaka 30, akiwa mtoto wa seremala, bila shaka na yeye akiwa anajifunza useremala kama alivyokuwa anafanya baba yake mlishi Yosefu. Kwa miaka 3 alianza kuhubiri habari njema. Amezunguka huko na huko kuhubiri habari njema. Habari njema kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, kurudisha mahusiano mazuri yaliyokuwa yamepotea kati ya mwanadamu na muumba wake. Na mwishoni aliteswa, akafa, akazikwa, na siku ya 3 akafufuka. Siku ya 3 alifufuka. Na baada ya kufufuka kwake, kuendana na mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume ambaye ni Luka, ni kwamba ndani ya siku 40 alikuwa anaonekana, anawatokea wale wafuasi wake, mitume wake, na kutoweka. Anatokea na kaa nao hivyo na kuondoka kwa kipindi cha siku 40. Na baada ya pale siku 40, kuendana na huyu mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume, siku 40 alipaa. Kwa hiyo hakuwa anaonekana tena kama alivyokuwa anaonekana kwa wale wafuasi wake. Ni wazi alikuwa anaonekana akiwa na mwili uliokwisha, mwili mtukufu, sio kama miili tulionayo sasa hivi. Ilikuwa mwili mtukufu kwa sababu hata wakati wakiwa wamejifungia ndani, yeye anaingia tu, anaingia. Lakini baada ya siku 40 anapaa, haonekani tena, kama hawatokei tena wale wafuasi wake. Lakini huyo ni mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Lakini pia katika Injili yake huyu Luka sura 24 anaonyesha kwamba siku ile alipofufuka, wale kina mama wanaenda kaburini, huyu Magdalena, kaburi liko wazi, haoni mtu. Wakati analialia hapo, anaona mtu, anafikiri kwamba ni mtunza bustani. Yuko wapi? Mwambie ulipomweka nami nitamtoa. Na baadaye huyu aliyedhaniwa kuwa ni mtunza bustani anamtaja jina Maria. Sasa hapo anafunguka macho, anasema Raboni. Ye Kristo anasema yani huyu Magdalena anasema Raboni. Na Kristo anamwambia Magdalena, usinishike, ninapaa kwenda kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Yani siku ile ile aliyofufuka anamwambia ninakwenda kwa Baba yangu na Mungu wangu. Kwa hiyo hapo naona kwamba siku ile ile ya kufufuka huyo ameondoka. Lakini Matendo ya Mitume anaonyesha kwamba siku 40 anakuwa akiwatokea mitume, na baada ya siku 40 moja kwa moja haonekani tena. Sasa hizo siku 40 alikuwa anakaa wapi huyu Yesu mfufuka? Alikuwa anakaa wapi? Maana anatokea mitume, baada muda fulani anatoweka. Wapi alikuwa anakaa? Swali gumu. Alikuwa anakaa wapi? Haya, na tunaposema amepaa kwenda mbinguni, mbinguni ni umbali gani kutoka hapa? Umbali gani kutoka hapa?
mbinguni ni huko, mbinguni ni kule, au ni kule? Na mbinguni ni mahali kama tulivyo hapa ndani ya kanisa. Je, ni mahali kama hapa tulipo ndani ya kanisa, kwamba watakatifu wote na nini wote walioko mbinguni wako wamejifungia mahali kama hapa? Je, ni mahali kama hapo? Yako maswali magumu. Na kama wamejifungia mahali kama hapo, ina maana kwamba hawana mahusiano na wengine walioko nje ya hilo eneo la tunalosema mbinguni. Na je, tunaposema kwamba Kristo alipaa, ina maana kwamba baada ya hapo aliondoka kimoja, hana mahusiano tena na sisi? Hana mahusiano tena na sisi? Maswali magumu. Kwanza alishasema kwamba sitawaacha yatima. Kristo bado yupo pamoja nasi, bado yupo, japo nasema kwamba alipaa. Yupo pamoja nasi na bado anatenda kazi. Lakini basi tunafanya sherehe hiyo kwamba alikuja akawa mwanadamu, akafanya kazi ya ukombozi, na mwishowe tena anarudi katika utukufu. Anarudi katika utukufu wake. Kabla ya kuja duniani alikuwa katika utukufu, anafanya kazi, baadaye anarudi katika utukufu wake. Na wale waliokuwa wanamtazama alivyokuwa anaondoka, kulikuwa na malaika wawili, nasema, nyie watu wa Galilaya, mbona mnaangalia huko? Mlivyomwona akienda zake huko, ndivyo hivyo mtamwona akija zake. Kumbe kuna wakati ambapo atakuja kwa utukufu. Maana pale tumemwona akiondoka, atakuja, kuna siku ambapo anarudi kwa utukufu. Alipokuja mara ya kwanza, alikuja katika hali ya unyenyekevu kabisa, kitoto kichanga, amezaliwa na binadamu, amezaliwa na Maria. Miaka 30 hakuonyesha nani yote ya umungu, kama wanadamu wengine. Kwa miaka 30 alipoanza kuhubiri, ndio inaonekana huyu si binadamu wa kawaida. Manake anaponya watu, anafufua wafu, na mambo mengi aliyofanya. Sema, huyu sio wa kawaida. Sasa atarudi kwa utukufu pia. Siku inakuja, siku ya kuwahukumu wazima na wafu. Atarudi kwa utukufu. Mara ya kwanza alikuja katika hali ya unyonge, mara ya pili atakuja katika hali ya utukufu. Ndugu zangu, Kristo anaanza maisha mapya. Tunaposema amepaa mbinguni, yale maisha ya hapa ulimwenguni ambayo ilikuwa anaonekana mwisho wake, anaanza maisha mapya kabisa kabisa, na mwili wake mtukufu, ambao na sisi tunaamini baada ya maisha haya kuna siku ambapo miili itafufuliwa na tunakuwa na miili mitukufu, miili ambayo haizuiliwi na lolote. Hii miili ya sasa hivi inazuiliwa. Sasa hivi tuko hapa Msingwa. Huwezi kuwa sasa hivi kwamba uko kule Kinyerezi, kwa sababu mwili wako huo una mipaka. Hata Kristo wakati akiwa hapa, kabla ya kufa na kufufuka, ilikuwa hivyo hivyo. Kama yuko hapa, yupo Galilaya na sio sehemu nyingine, kwa sababu mwili ule una mipaka.
lakini baada ya kuwa na mwili wa utukufu hauzuiliwi. Sasa kuwepo hapa kule haina shida. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tunaamini kwamba siku moja tutakuja kuwa na miili ambayo ni mitukufu. Kwa hiyo kimsingi, ndugu zangu wapendwa, Kristo alifanya kazi yake ya ukombozi na aliwafundisha wale mitume, akaondoka akawatia kazi ya kuendeleza ile kazi ya ukombozi. Kumbe kazi ya ukombozi bado inaendelea, japo Kristo haonekani tena katika hali ile alikuwa anaonekana kama ya kibinadamu. Kazi ya ukombozi bado inaendelea. Kristo huyo bado kwa njia ya Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya mioyo ya watu, na kazi ya ukombozi itaendelea mpaka pale Kristo anaporudi kwa mara ya pili. Na Dominika ijayo tutaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Kristo aliahidi, alisema siwaachi yatima. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja, na Roho Mtakatifu huyu ndiye ambaye anayetuimarisha, ndiye ambaye anayeliongoza kanisa. Ni Roho Mtakatifu ambao hao watoto wote 138 wanasubiri kwa hamu kupokea mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Wanasubiri kwa hamu ili wafanye nini? Wawe askari hodari wa Yesu Kristo. Kwa hiyo watoto wapendwa, mjue kwamba mnaimarishwa kwa huo mpako ile Krisma, mnampokea Roho Mtakatifu, na muwe shujaa. Mtetee Ukristo wenu, muonyeshe kwamba ni watoto ambao kwa kweli wanaoishi kama Kristo anavyotaka. Usiishi ovyo ovyo. Na kuna watoto ambao wakishapata kipaimara anaona kwamba nimemaliza yote, siende kanisani, sina sababu ya kwenda kanisani, sina sababu ya kwenda wapi na wapi, sina sababu ya kuungama. Mwanzoni alikuwa anafanya hivi kwa sababu aliona kwamba nisipofanya hivyo nitanyimwa sakramenti ya kipaimara. Sasa nimeshapata, anaona kama mtu ambaye amegraduate shuleni, ambaye anafanywa mahafali. Unapofanywa mahafali katika shule fulani, umehitimu katika shule ile, unaondoka zako, huna sababu ya kurudi pale. Kufanya nini? Si umeshahitimu. Sasa kipaimara sio kama mahafali kwamba umehitimu sasa hutakuwa na mawasiliano tena na kanisa, nasema mambo ya kanisa achana nayo. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo watoto, naomba bado muendelee kufika kanisani, bado muendelee kupokea sakramenti mbalimbali kama Ekaristi, sakramenti ya kitubio, ndizo sakramenti ambazo tunazipokea mara kwa mara. Na pia mwe watoto ambao wanaompendeza Mungu kwa maisha yenu. Maisha yenu yawe safi, yampendeze Mungu na yampendeze binadamu. Siku hizi au miaka hii ni kwamba kuna maadili, kuna mmomonyoko wa maadili, ambapo watu wanaishi hovyo hovyo. Na hii kuishi hovyo hovyo ni kwa sababu nini? Kwa sababu watu hawajapata malezi tangu utoto wao. Kwa hiyo watoto, nawaomba tangu hali hii ya utoto muishi vizuri, mwe watoto ambao wana maadili. Mtoto mwenye maadili ni yule ambaye, kwa mfano, unapoamka asubuhi, umezinduka usingizini, unajiandaa kwenda shuleni. Haya, kitu cha kwanza kabla kutoka kitandani, sali sala fupi, ni dakika moja tu. Unamwambia Mwenyezi Mungu, asante kwa kuniamsha salama, naomba baraka yako kwa hii siku ambayo inaanza. Toka kitandani kajiandae kwenda mahali. Na sio watoto tu, hata kwa watu wazima. Kuna watu wazima wanajiamkia tu kama kuku wa kienyeji. Unajua kuku wa kienyeji wanakaa kwenye mabanda, na yule mwenye lile banda anapofungua ule mlango namna hii, wale kuku wanaruka kwa spidi, wanatoka wanaenda kuokoteza huko. Hatupasi kuwa kama kuku wa kienyeji.
Unapoamka mshukuru Mungu umeamka, kwa sababu wangapi ambao kuna ambao wanalala hawaamki, wanaunganishia huko huko. Sasa wewe umeamka salama. Haya, pia unahitaji kumwomba Mungu ulinzi wake, msaada wake kwa siku ambayo inaanza, kwa sababu zipo hatari mbalimbali. Unaweza kuwa unatembea barabarani namna hii, gari likaacha njia likakupitia. Uko unatembea, unaweza tembea namna hii, tawi la mtu likakwanyuka huko likakupiga, umeondoka. Hatari ziko nyingi. Au unasafiri, gari linapata ajali, unaondoka. Kwa hiyo hatuna budi kumwomba Mungu kabla hujatoka pale kitandani. Namshukuru Mungu na kumwomba baraka zake. Watoto, hiyo mmesikia? Mmesikia? Safi. Hata watu wazima wamesikia, wale ambao walikuwa wanaamka kama kuku wa kienyeji. Alafu la pili, watoto naomba muwe watu ambao wenye shukurani. Mtoto uwe ni mtoto mwenye shukurani, katika maana kwamba unapopewa chochote na yoyote yule unasema asante. Baba au mama amekupa kitu fulani, unamwambia asante baba, asante mama. Au ni dada, kaka, asante kaka, asante dada. Kama ni mwalimu, asante mwalimu. Yoyote amekupatia kitu chochote, unamwambia asante. Neno asante halina gharama yoyote. Na unapomwambia mtu asante, wakati mwingine anakuwa na hamasa ya kukupatia kitu tena. Akikupatia kitu kafunga mdomo, siku nyingine hakupatia, nasema hili mtoto halina shukurani. Kwa hiyo uwe ni mtoto ambaye mwenye shukurani, anayeshukuru. Niliwahi kuona klipu fulani huko Japani. Watoto wa shule, ninyi watoto wa shule. Watoto wa shule wanapenda kubeba mabegi migongoni mwao na kadhalika. Hiyo kuona sehemu fulani huko watoto wanavuka barabara. Ile sehemu yenye zebra, ile mistari. Wametoka shuleni wanavuka. Na magari ni wazi yamesimama ili hawa watoto wapite. Hawa watoto walipovuka barabara wakafika upande mwingine, wakageuka kuliko walikotokea, wakageukia kule. Yaani wakageukia wale waliosimamisha magari. Na watoto wakainama namna hii, kuwashukuru hao waliosimamisha magari ili wao wapite. Walionyesha shukrani. Na hao ni watoto ambao wana malezi, kwamba kuna aliyekujali, ngoja nimshukuru. Kwa hiyo watoto tuwe watu wa shukrani. Kila wakati ushukuru unapopewa kitu. Haya, kingine, watoto mjitahidi kufanya nini? Kuwajibika. Usikubali mtoto kukaa unalelewa kama yai. Kuna wazazi wengine wanaoharibu watoto wao siku hizi. Hataki mtoto wake aguse chochote. Ni kazi ya house girl. Ni kazi ya house girl. Kwa hiyo utakuta watoto kama hawa hapa ambao wana umri wa kutosha tu, hata socks hajui kufua, anafuliwa na house girl. Ninyi watoto, kama kuna anayefuliwa socks zake na msichana wa kazi, ujue hali yako ni mbaya sana. Kuanzia leo usiruhusu kitu cha namna hiyo. Wewe mwenyewe una uwezo wa kufanya hivyo. Na ukiona mama nakuzuilia, mwambie mama, usinidekeze, mama unaniharibu. Mwambie mama, unaniharibu. Nataka na mimi nifanye kazi. Kujifunza mambo, kufanya kazi. Kwa sababu wako mabinti ambao wanakuwa anaolewa, hata kupika uji hajui. Mtu amepita kote huko, anaolewa hajui hata kupika, na ndoa inavunjika kwa sababu mwanaume amefunga ndoa. Mke wake anakuwa, huyu mke wangu atanipikia. Hasa mke hajui hata uji kupika. Huyu alipita wapi? Amedekezwa na wazazi wake. Kwa hiyo wazazi, msidekeze watoto. Na ninyi watoto, usikubali kudekezwa. Fanya kazi. Ufanye kazi. Usikae tu. Kuna na wengine ambao unakuta
waliodekezwa wanaenda shule za sekondari ambazo ni boarding. Kwa hiyo anashindwa hata kufua nguo. Niliwahi kuona clip fulani, mwalimu alikuwa anawalalamikia, nadhani ilikuwa labda graduation au nini. Mwalimu mkuu alikuwa anawalalamikia wale wazazi kwamba hawa watoto wenu hawajui hata kufua nguo, wanatutesa. Kwa sababu nini? Nyumbani wamezoea kufuliwa nguo. Anapoenda shuleni kule lazima afue nguo zake. Sasa utakuwa na nguo nyingi kiasi gani? Kwamba hii kichafuka unachukua nyingine, hivyo mpaka muhula uishe. Hakuna mzazi mwenye kunani namna hiyo. Sasa kama utafanya namna hiyo, haya utavaa nguo imechafuka. Haya, baadaye zimeisha, unarudia tena kule, unaangalia hii ina nafuu kuliko hii, hii ina nafuu kuliko hii. Hivyo hivyo ukimaliza unarudia tena huko, hii ina nafuu kuliko, inakuwa kama ngozi. Kwa hiyo hapana, lazima watoto katika hali yenu hii tujitahidi pia kuwajibika. Tusikubali kudekezwa, na wala wazazi wasidekeze watoto. Hapana, ukimdekeza mtoto unamjengea hali yake, baadaye unaiharibu, anakuwa mtoto hovyo kabisa ambaye haina faida katika jamii. Alafu kingine, watoto ambao wanaofanya nini, wenye kutunza mali, kutunza vile ulivyo navyo. Kama ni vya kwako, vitunze vizuri. Una vitu vyako, una nguo zako, una madaftari yako, tunza vizuri. Haya, nyumbani kule, katika nyumba ya familia, usiharibu vitu. Unachukua mkao unaanza kuchora kwenye ukuta huko. Alafu kuna wengine hata kufungua mlango hawajui. Kufungua mlango au kufunga mlango hawajui. Hata watu wazima, kuna watu wazima ambao hawajui kufungua mlango wala kufunga mlango. Kuna wengine wanafikiri kufungua na kufunga mlango ni pale ambapo kama unafungua mlango ni pale ambapo ukishashika kitasa unasukuma mlango huko. Alafu kufunga wanafikiri ni fanya nini? Ukishaingia unasukuma mlango pa. Anayefungua mlango na kufunga mlango kwa mtindo huo, huyu hana malezi. Huyu ni mhovyo. Milango haifunguliwi namna ile. Unashika kitasa unafungua, ukiingia unashika kitasa unarudisha mlango taratibu na kadhalika. Kwa hiyo ninyi watoto nyumbani mjifunze hicho. Hata ukisikia mtu anabamiza mlango huko, hata kama ni baba yako au mama yako, mwambie, "Mbona unatuharibia mlango?" Mwambie kabisa. Nani huyu asiyejua kufunga mlango? Umesikia huko chumbani unasikia mlango umebamizwa huko pa. Sema kwa sauti kubwa, "Nani asiyejua kufunga mlango?" Ili watu wajifunze. Maadili yanaanzia katika hatua hii. Usipofanya hivyo, pana. Kwa hiyo ulivyo navyo vitunze, usiviharibu. Haya, kingine, watoto niwaulize swali. Ambao wameshaokota kitu, nyosha mkono juu. Umeshaokota kitu chochote, iwe nyumbani, iwe barabarani, iwe shuleni, nyosha mkono juu. Na watoto huwa wana bahati sana kuokota vitu. Nyosha mkono juu. Karibu wote. Haya, shusheni mikono chini. Haya, mtoto ambaye umekota kitu na ukakitumia, umeokota kalamu, umeokota fedha, sio na nini, chochote kile ambacho umekiokota, basi unaona hakina mwenyewe ukakitumia, nyosha mkono juu, usiogope, nyosha mkono juu. Maana wengi tu, shusheni mikono chini. Mliokota vitu na mkavitumia. Na aliyekipoteza, je, alikuwa na kihitaji ama hakihitaji? Aliyekipoteza alikuwa na kihitaji ama alikuwa hakihitaji? Alikuwa na kihitaji, Sasa mbona umekitumia? Mbona umekitumia sasa? Kama aliyekipoteza na kihitaji, mbona umekitumia? Hili ni tatizo kubwa, si kwa watoto, kwa watu wazima, kwa Watanzania. Tumejengea tabia mbaya sana Watanzania.
Tanzania akiokota kitu, ameokota, kuna mtu amedondosha pochi, ina fedha, ina vitambulisho, ina kadi mbalimbali, kadi za benki, sina nini na nini, na vitu mbalimbali. Tanzania anapiga magoti, anainua kichwa juu, anamshukuru Mwenyezi Mungu. Baba Mungu, asante kwa baraka ulizomshushia. Halafu anapoenda nyumbani anaona vile vyeti, sio vyeti, kadi zile au tambulishwa vimsaidii kwa sababu sio vya kwake. Anaenda kutupa jalalani, fedha anachukua, anatumia. Haya, hata na mwingine anaona kwamba kwa kweli Mungu amemtendea mambo makuu, anaenda kwa padi, naomba misa ya shukrani nini, basi na sababu zangu za kumshukuru Mungu. Basi na huyo mtu anamshukuru Mungu kwamba eti aliokota pochi na fedha, Mwenyezi Mungu amembariki. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa sababu niliokota fedha. Tabia mbaya sana hii. Katika nchi zilizoendelea wanafanya nini? Kuna maofisi ambapo kunawekwa vitu vilivyookotwa, na hao wale ambao nchi zilizoendelea hawafanyi nini? Akiokota kitu hachukui hata senti moja kwa moja, anaenda kwenye ile ofisi, anatoa maelezo haya. Aliyepoteza anaenda kwenye ofisi ya karibu, anapata. Lakini sisi, yani, inasikitisha mno, inasikitisha sana sisi wa Tanzania. Tunaona sehemu watu wanapata hata ajali, gari labda limepinduka na kadhalika, watu wanakimbilia kwenye ile ajali, alafu wanawapora watu vitu vyao na kutokomea. Wanachukua simu, pochi zao, fedha na nini, wanaishia vichakani huko badala ya kuwasaidia wale watu. Ndivyo Watanzania tumezoea kufanya. Yaani hili ni chukizo kubwa sana mbele ya Mungu. Chukizo kubwa sana. Tumezoea kuokota, tunachukua, tunaona kwamba vya kwetu. Hapana. Anayeokota kitu na kukitumia, huyo hana maadili. Ulizia. Na sehemu fulani ilienda zamani huko miaka mingapi, nikiwa pale kwa nienda kwenye parokia fulani kwenye ibada ya misa. Baada ya ibada ya misa, na wakati naelekea nyumba ya mapadi, mtoto mdogo kama hapa, kabinti hapa kadogo kana nikimbilia, kalikuwa na noti ya shilingi 5,000. Kanaambia, padi samani, nimeokota hii noti pale chini ya mti wa mwembe, kulikopo na mwembe, nimeokota shilingi 5,000. Nilimwangalia yule mtoto nikampenda sana. Alijua si ya kwake, anakuja kuna nini kusudi musika ipate. Kwa hiyo tukampatia padi pale atangaze, atangaze aliyopoteza apate. Lakini mtoto asiye na maadili, siku hiyo atakuwa nakimbilia wapi? Kuna duka, akanunue pipi, akanunue biskuti, soda na kadhalika. Ndio ilivyo. Kwa hiyo mtoto, ukiokota kitu, tafadhali ulizia, sio mali yako. Ulizia, sio mali yako. Haya, kingine, kwa ninyi watoto na watu wazima pia ambao kwa bahati mbaya hawakupata malezi wakati wakiwa watoto, tupende usafi, tupende kuweka mazingira yetu safi. Tuwe watu ambao wanapenda usafi. Tusitupe vitu ovyo. Tusitupe vitu ovyo. Watu wanakunywa maji, anadondosha chupa hapo. Mtoto anafanya nini? Ana swini pipi au nini, kile karatasi anadondosha hapo. Na ingekuwa inaruhusiwa labda kanisani kuja na maji ya kunywa, baada ya ibada ya misa tungeokota machupa nyingi tu mumu, kwa sababu watu wamezoea kunywa na kudondosha hapo. Tumeshaona hata mkiwa barabarani huko kwenye daladala, ninyi watu wazima shai kuona
mtu mzima kabisa anakunywa maji, alafu ananyosha mkono juu, anadondosha chupa ile katikati barabarani, kwenye lami huko, mjini huko, wapi huko, hata kama sio mjini, kokote huko tu anadondosha hivi. Tumezoea kuona vitu vya namna hiyo. Mtu anakula mhindi, gunzi lile anadondosha tu popote pale. Tumezoea vitu vya namna hiyo. Yaani tunakuwa watu ambao si wastaarabu, watu wa ajabu sana. Tunaonekana watu wa ajabu kwa wale ambao ni wastaarabu. Wanapoona vitu vya namna hii wanatushangaa sana, na wale ambao ni wastaarabu watrain watoto wao tangu wakiwa watoto namna hii kupenda mazingira. Na ndio maana utakuta mtoto mdogo kabisa kama huyu hapa. Wewe mtoto, wewe wa kipapa, hebu simama. Sogea hapo katikati hapo, usiogope, sogea hapo. Alafu geukia kule, angalia watu kule. Unakuta kwa wenzetu ambao ambao katika nchi zilizoendelea, mtoto mdogo kama huyu ameshakuwa trend kwamba uchafu kama ni pipi au nini, karatasi, unaona anahangaika, nakimbilia wapi kuna ile ambayo tunaita dustbin, sehemu ya kutupa uchafu. Unaona kana kwenda kanadondosha pale, anarudi sehemu yake. Ndio anavyofanya mtoto. Naomba urudi sehemu yako. Rudi sasa mtoto, rudi. Si kama anasikia. Asante mtoto, rudi kaketi. Mtoto mdana anafanya hivyo. Sasa sisi watu wazima na ndevu zetu na vifua vyetu, akina mama, utaona tunatupa vitu ovyo ovyo tu. Hapana. Tujitahidi kwa watu ambao wanapenda mambo ya usafi na mambo mengine mengi ambayo ninaweza kusema, lakini muda hautoshi. Ninaomba wasimamizi wa watoto, naomba msimame. Wasimamizi, naomba msimame. Pengine ukiulizwa swali, kazi yako ni nini? Kazi ya msimamizi ni nini? Unaweza kuulizwa swali, kazi yako ni nini? Basi wengi wenu bila shaka mtasema kwamba mimi mzazi aliniomba nisimamie mtoto, basi nimefika hapa kanisani nije nimwekee mkono. Basi bila shaka wengi wenu watafikiria hivyo. Lakini wasimamizi, mnalo jukumu la kusaidiana na wazazi wa hawa watoto kufanya nini? Wakue vizuri katika imani Katoliki, kusaidiana na wazazi wa watoto. Ndio kazi ya msimamizi. Ninyi watoto mnapata kipaimara ambaye hamkumbuki au hajawahi kumuona msimamizi wake wa ubatizo, nyosha mkono juu. Usiogope, nyosha mkono juu. Usiangalie nyuma, kwani nikipita huko nikikuuliza kama umjui kipaimara hakuna. Nyosha mkono juu ambaye hamkumbuki wala hamjui msimamizi wake wa ubatizo. Asanteni watoto, shusheni mikono chini. Hawa watoto hawana kosa. Si walibatizwa wakiwa wachanga kabisa. Wachanga hawajui kilichoendelea huku duniani wakati wanabatizwa. Walikuwa wachanga miezi kadhaa, kwa hiyo hawakujua. Hana kosa. Kosa liko wapi? Kwa watu watatu. Kosa lipo kwa watu watatu. Wa kwanza ni nani? Baba. Wa pili ni nani? Mama. Wa tatu ni nani? Msimamizi. Baba na mama, kwa sababu mtoto alipofikia umri wa kufikiri, yani miaka 7 na kuendelea, mzazi hajamwambia mtoto kwamba msimamizi wako wa ubatizo ni baba fulani, ni mama fulani. Walisahau hicho. Pia kosa liko kwa msimamizi, kwa sababu huyu msimamizi baada ya kumsimamia mtoto wakati ule ubatizo alipotea moja kwa moja. Kwa Kiswahili cha mitaani tunasema kwamba aliingia mitini, yani hana uhusiano na huyu mtoto. Lakini msimamizi ni kwamba lazima awe na uhusiano na yule aliyemsimamia, hiyo wakati wa ubatizo au wakati wa kipaimara. Lazima kuwa na mahusiano naye. Na wale wazazi wa zamani, siku hizi wazazi wa siku hizi kuna mambo ambayo tunayasahau, mambo ambayo ni ya kimsingi.
Wazazi wa zamani walikuwa wanawaambia watoto wao kwamba mtoto anapopata komunio ya kwanza anamwambia nenda kwa msimamizi wako wa ubatizo kamwambie kwamba tarehe fulani napata komunio ya kwanza. Mtoto anakwenda kumwambia msimamizi wake napata komunio ya kwanza, na yule msimamizi anafurahi. Inapofikia kipaimara, mzazi anamwambia kamwambie msimamizi wako kwamba tarehe fulani napata kipaimara. Kwa mfano kama hao hapa sasa, wazazi wangekwisha kuambia kwamba kamwambie msimamizi wako napata kipaimara. Wangapi waliambiwa na wazazi wao hapa waambie taarifa wasimamizi wao kwamba tarehe leo wanapata kipaimara? Ni wangapi? Nyosha mkono juu ninyi watoto. Kama mzazi wako alikuambia kwamba nenda kwa msimamizi wako wa ubatizo au wasiliana naye, nyosha mkono juu, usiogope. Wako wachache tu, 1 2 3 4 5. Na watoto hapa wako 138. Kwa hiyo watoto 120 na kitu huko, wazazi wao hawana habari na hilo. Kwa hiyo wazazi mlioko hapa na wasimamizi, naomba mfahamu kitu hicho, na watu wengine ambao baadaye watakuwa wazazi, muwe na mjaribu kuwapatia watoto wenu swala hilo, urithi huo, kwamba mtoto ni vyema anapopata akili akamjua msimamizi wake ni nani, ili awe na mawasiliano naye, na hata wakati mwingine anaenda kumtembelea. Kwa hiyo ninyi wasimamizi, ninawaomba mjue mna jukumu la kufanya nini, kusaidia hawa watoto waishi vizuri maisha yao mpaka pale watakapokuwa watu wazima. Watu wazima, umri wa utu uzima miaka ngapi? 18 na kuendelea. Hapo mtu anajitegemea. Kwa hiyo ninyi wasimamizi, nawaombeni sana, usimtelekeze mtoto wako. Jitahidi kufuatilia maisha yake yanaendaje, alafu akifisha kuwa mtu mzima, basi kiasi fulani unasema kwamba basi ngoja nikae pembeni. Sasa anaweza kujitambua, ni mtu mzima. Kwa hiyo mnayo kazi, sio tu unakuja kuweka mkono hapa na baadaye unapotea, au unasubiri jioni kwamba au mchana huu mzazi akukaribisha ukapate chochote na baadaye upotee. Hapana, mnalo jukumu. Wasimamizi, naomba mketi nisiwachoshe. Kwa hiyo naomba mfahamu hilo. Kwa kweli msiwache hawa watoto, mwasaidie, msaidie hawa watoto, msaidiane na wazazi wa watoto ili kufanya nini, ili wakue vizuri.